ya benki inayomsikiza mteja. Wateja wetu wamekuwa kitushauri, wananchi wamekuwa kisema kwa sababu hajafika maeneo mengi. Na katika mikutano hii wanahisa wengi wamekuwa kila mtu anaomba tawi anakotoka. Pamoja na kuahidi kujenga matawi, hajawafikia wote. Lakini kiteknolojia ni wapongeze viongozi. Mwaka 2002 tulikuwa benki ya kwanza, amesema Dr. Kimei, ambako kulikuwa na Temo Card na ATM. 2011 mfumo wa simu ulianza. Wengi hawakuamini, na Dr. Kimei amesema mambo haya unapoanzisha sheria hazijawepo, unahitaji ushawishi wa dhati hata kwa wila na kusimamia. Nadhani benki kuu wanashuhudia hili katika mambo ya ubunifu. Lakini na wasifu na kuwapongeza kwa sababu siku zote wamekuwa kiridhia baada ya kupata dokezo na roelekeza na kuweka sheria stahiki za kusimamia. Mwaka 2013 benki yetu ilianzisha wakala, ikiwa ya kwanza. Halikuwa jambo dogo kumfanya mteja wako aanze kutoa huduma hizo za kifedha. Lakini tunafarijika sasa hizi mheshimiwa. Hadi sasa tuna mawakala zaidi ya 30,000 nchi nzima. Na ukiangalia kwa karibu kila wakala ana wafanyakazi wawili. Kwa hiyo unaweza kuzidisha ni kiasi gani ajira ambazo tumezileta nchini. Mheshimiwa rasmi, mabadiliko haya yameleta mapinduzi makubwa katika sekta ya fedha na kuchochea kiasi kwa kasi ukuaji wa uchumi wetu. Pamoja na uwekezaji huu wa teknolojia, tumeendelea kubuni huduma mahususi kwa makundi mbalimbali. Tunafahamu mheshimiwa mgeni rasmi, nchi yetu wafanyabiashara wengi ni akina mama na vijana, na wengi wako kwenye informal sector. Tukienda kwa kawaida hatuwezi kufikia. Kwa hiyo ilibidi tubuni huduma za kimkakati kufikia makundi mbalimbali: watoto, wanafunzi, wafanyakazi, wastaafu, wajasiriamali, taasisi na makampuni. Nafarijika kusema kwamba mwaka juzi na mwaka jana tumefanya ubunifu wa hali ya juu, ambapo tulianza kutoa green bond ya kwanza nchini. Tulikuwa na matarajio ya kupata bilioni 45, lakini mwitikio na imani kubwa tulivuka malengo na kupata zaidi ya bilioni 171 kutoka Tanzania. Na hii ni hela ambayo imelenga kwa mahususi kuangalia miradi ya tabia nchi. Tunafahamu benki yetu ni historia ya kilimo na ni eneo muhimu kwetu kuliangalia, na tumetenga fedha hizo kwa ajili ya kazi hiyo. Mheshimiwa rasmi, katika jitihada zetu za kusupport jitihada za serikali na hasa katika miradi ya kimkakati, lakini tukiangalia nia kubwa ya kukuza wazawa, local content, mwaka jana tulikuja na huduma mahususi ya kuanzisha bond ya Samia Infrastructure Bond, ikiwa na lengo kubwa la kuangalia wakandarasi wazawa na hasa wanaofanya kazi kwa karibu na TARURA. Nichukua fursa hii kushukuru TAMISEMI, kushukuru TARURA, lakini kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwanza kukubali jina lake kutumika, lakini vile vile kuipa baraka na kuwa mwekezaji katika eneo hili. Hizi fedha tulikuwa na lengo la kupata bilioni 150, lakini kwa mwitikio tuliopata tulipata zaidi ya bilioni 323. Lakini ukuaji huu umeendana sambamba na kuwashika mikono wajasiriamali wadogo, wakati na wakubwa, kwa kutoa mikopo mingi. Tunaongoza utoaji wa mikopo. Tumefunga hesabu mwaka jana kwa kutoa mikopo yenye thamani ya trilioni 10.4, na ndio benki kubwa yenye mikopo moja. Lakini vile hata amana za wateja ni trilioni 10.3, ambazo ni kubwa zaidi kulingana na benki zingine. Pamoja na hayo, mheshimiwa rasmi, faida ya benki imekuwa kwa mwaka jana tumefunga na bilioni 551. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.